Imamu alayhi salam anamwambia ewe Malik, dhibiti matamanio ya nafsi yako na ujizuie kile ulichokatazwa. Kwa kufanya hivyo utaweza kujua kilicho kizuri kwao na kilicho kibaya. Kwamba anamwambia kitu cha kwanza, uwe ni mwenye kuikontrol nafsi yako, iwe ni kwa hasira, iwe ni kwa matamanio. Wewe unapokuwa kiongozi lazima ujizoeshe kukontrol nafsi yako, isitokee hali ambayo unakuwa nayo inakusukuma ukafanya mambo yasiyofaa. Ndio anamwambia dhibiti matamanio yako na ujizuie kile alichokuzuia ama ulichozuiwa. Anasema na kwa kufanya hivyo utaweza kujua kile kilicho kizuri kwao na kilicho kibaya. Hawa ambao unawatawala utaweza kujua kinachowafaa na kisichowafaa, kilicho kizuri kwao na ambacho si kizuri kwao. Hiyo ni kwa wewe kwanza kuidhibiti nafsi yako kutokana na matamanio. Kwa hivyo hii ni pointi ya kwanza anamwambia Malik. Wewe ukienda kule basi chukua jukumu lako kwa taratibu hii. Anamwambia pia kuza hisia ya upendo wa watu wako katika moyo wako na uifanye iwe chanzo cha wema na baraka kwa watu wako. Usiwe katili kwao wala kujinyakulia kilicho chao. Anamwambia ewe Malik, hawa ambao utakuwa unawatawala, kuza mapenzi katika nafsi yako kuwahusu, kwamba kuwa na mapenzi kwao. Hawa kweli wako chini ya utawala wako, lakini wapende. Ni kama kizazi chako, ni kama familia yako. Kwa hivyo uwapende hawa watu ambao watakuwa chini yako, na uifanye iwe chanzo cha wema na baraka kwa watu wako. Mapenzi hayo yawe ni sababu ya wema na baraka kwa watu wako. Unapowapenda hauwezi kutaka wafikwe na mabaya, itakuwa ni sababu ya wao kufikia wema na kupata baraka kupitia kwako. Yaani utawafanyia mambo ambayo atawafikisha katika ngazi ya juu katika maisha yao, utaboresha hali yao ya maisha. Anamwambia pia na usiwe mkatili kwao na ukijinyakulia kilicho chao. Wewe usiwe mtu mkatili kwa wale ambao unawaongoza, ukawa wewe unataka kuwapeleka kwa nguvu bila ya kuwaheshimu, bila ya kuwajali. La, kuwa na wao kwa njia nzuri. Hawa ni watu wako chini yako, ni kama familia yako. Kwa hivyo anamwambia usiwe katili kwao, usiwe ni mtu dhalimu kwao, unawanyanyasa na kuwaendesha vile unavyotaka wewe, na usiwe ni mwenye kujinyakulia kilicho chao. Isitokee kwa sababu ya cheo chako basi kila kinachowahusu ima kitapitia kwako ndio kiwafikie, wewe unakata kipande chako hapo, ama wao wenyewe wamemiliki baadhi ya vitu unawanyang'anya, kwa sababu watamshtakia nani? Na wewe ndio uko juu. Sasa Imamu Ali alayhi salamu anamwambia usiwahi kufanya kitu kama hicho, usiwafanyie ukatili wala usichukue kilicho chao.